Simba wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini vile shukrani zetu ziende kwa viongozi wote wa wilaya ya Simba mkoa wa wilaya ya Ilala kwa kazi kubwa ya kuwa bega kwa bega na matawi haya kuhakikisha katiba ya Simba inafuatwa kwenye matawi yetu, kuhakikisha miongozo na kanuni za Simba zinafanya kazi kwenye matawi yetu, na yale yote ambayo tumekubaliana kwenye matawi yetu tunayafuatisha kadri tulivyokubaliana. Lakini tumshukuru vile na kumpongeza mkurugenzi wa matawi na mashabiki wa Simba Sports Hamis Kisiwa kwa kazi kubwa ya kufungua matawi ambayo ameifanya kwa kipindi kirefu. Amezunguka takriban Tanzania nzima kwenda kufungua matawi. Ni kazi ngumu, lakini kwa mapenzi yake na Simba amekuwa akifanya kazi hiyo mpaka amezeekea kwenye kufungua matawi. Au jazeeka nadai anapenda ujana, kwa sababu kwenye mechi hii tunahitaji wazee wawili ili tufuzu. Sasa nilimuona malaika kule uko hapa, ameongezeka wawili, Mwaijide na Kisiwa. Tutachagua mmoja wa kumtoa ili wawe wawili, mnyama aende nusu finali. Kwa sababu kama maisha wameshakula sana, wana kitu gani kipya wanatafuta tena kwenye hii dunia zaidi ya mafanikio ya mnyama? Toja naye Mwaijide, Mzee Kisiwa tukuachi, malaika mengine tutampata Ilala. Ndugu zangu ni wanatabata dampo, kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, na hatimaye leo hii mmefanikisha ndoto yenu ya kumiliki tawi lenu. Nafahamu hii ni sehemu ya kazi. Kila anayekuja hapa anakuja kwa ajili ya kutimiza majukumu yake ya kazi, na pengine wengi mmeajiriwa. Kwa hiyo bosi wako anakudai kazi muda wote. Bana Mzee Kisiwa, ukitaka kuondoka tunakuruhusu. Sasa hivi mmebaki shughuli ya hamasa. Wewe sina mtoa kafara, basi bora niondoke. Nenda kachukue wale mbuzi. Kwa hiyo tuwapongeze kwenye muda wenu wa kazi, mkautumia muda huo kujadiliana na kufungua tawi lenu. Kiukweli mnastahili pongezi kubwa sana. Hata harakati za uhuru hazikuanzia majumbani, zilianzia sehemu za kazi. Watu wanakutana kazini, baada ya kufanya kazi ya bosi wake wanakaa pembeni, wanajadiliana namna ya kuikomboa Tanzania. Kwa hiyo na nyinyi mmefuata misingi ile na kuja kwenye kazi zenu, lakini hapo mnajadiliana kuhusiana na kuanzisha tawi, na hatimaye mmefanikiwa kuanzisha tawi lenu. Hongereni sana sana sana.
wale tunaotuliza mavuvuzela, hizo nguvu tungezitunza kwa ajili ya Jumatano, ili hapa tuweze kusikilizana vizuri. Na nisiwe mchoyo wa fadhila, ndugu zangu wa Tabata Dampo, mmependeza sana hivyo viu ambavyo mmeviweka hapa. Ni mambo ya ubunifu. Ndugu zangu, ni tarehe 9 ya mwezi wa 4, kwa maana ya Jumatano ijayo, tuna kazi kubwa sana Benjamin Mkapa. Kila mwana Simba lazima alitambue hili. Mechi hii ndugu zanguni sio nyepesi hata kidogo. Mechi hii ni mechi ngumu, mithili ya mechi ngumu nyingine ambazo tumewahi kucheza huko nyuma. Hii ni robo finali yetu ya 6. Itakuwa ni aibu, fedheha, noma tukitolewa robo finali ya 6 tena na timu ya mfanano na Almasi. Kwa hiyo kila mwana Simba alichukua hilo kuanzia sasa, ya kwamba Jumatano tuna kazi ngumu ya kwenda kuifanya. Lakini kazi ngumu hii sisi Simba tunaimudu, Simba tunaiweza, wala tusiingie unyonge. Hatuwezi kutolewa robo finali ya 6, hatuwezi kutolewa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, hatuwezi kutolewa na Almasi. Mechi hii kila mwana Simba afanye kila anachoweza ili tupate ushindi. Mechi hii kila mwana Simba apambane anavyoweza kupambana. Amke usiku ampigie goti Mungu wake, amlilie Simba twende nusu finali. Kuna watu wamekaa wamekenua meno namna hii, wanatusubiri tuanguke hapo mtaani pasipitike. Sasa tusisubiri dua la mwewe, tupambane kumlinda kuku wetu ili twende nusu finali. Na hii ndugu yangu inawezekana sana, na kwa pamoja tunasema hii tunavuka. Tunavuka. Tumepoteza